ya forex, stocks pamoja na future. Tofauti gani zote kwa pamoja? Kwa nini yani ni kama kulinganisha? Kwa nini tunalinganisha forex na masoko mengine? Unaona kwamba inabidi tuelewe tofauti kati ya forex. Halo, unanisikia fresh? Hapa nakupata, nakusikia vizuri. Inabidi tuelewe tofauti kati ya forex inabidi tuelewe kati ya forex, stocks ambazo ndo hisa na futures, mikataba ya nini kwa baadaye. Naona hii itatusaidia kuchagua soko linalofaa kulingana na mtaji, muda na pamoja na nini na malengo ya kifedha ambayo mtu unakuwa uko nayo. Naona kwa hiyo tukianza tofauti kati ya masoko ya forex pamoja na nini na hizi stocks, hisa, kwamba kwenye upande wa hisa ambazo ndo ukija kuangalia kwenye kipengele cha saa za biashara kwenye soko la forex ni masaa 24 kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, ila kwenye upande wa hisa masoko mengi ya hisa yanafunguliwa masaa ya kazi tu. Unaona, inamaanisha Jumatatu masaa ya kazi kuanzia asubuhi labda mpaka jioni, alafu Jumanne hivyo, yani yanafunguliwa masaa ya kazi tu. Kwa hiyo hata weekend inafunguliwa inakuwa wazi masaa nini ya kazi. Lakini vile vile ukija kuangalia katika upande wa liquidity, soko la forex lina liquidity yake iko juu sana. Unaona, tofauti na hisa ukuaji wake au uongezekaji wake ni wa taratibu, tofauti na masoko ya forex, movement zake zinakuwa ni kubwa. Lakini tukija kwenye upande wa gharama, huku kwenye masoko ya forex gharama ambayo tunakutana nayo ni spread tu. Unaona, ambao anaiweka broker, ambao ndo anaitumia yeye kupata faida. Hakuna commission, unaona, wala swap. Unakuta brokers wengi siku hizi hawakati commission wala swap, unaona. Lakini ukija kwenye masoko ya hisa unakutana na commission za kutosha, unaona, na ada nyinginezo za nini za soko. Pia tunasema uwezo wa short selling. Unaona, huku kwenye upande wa forex ni rahisi bila masharti. Short selling hii unajua ikoje? Short selling ikoje? Ukisikiliza, ukiangalia vizuri, ukirifaa kwamba kwenye definition ya forex ni nini? Forex ni nini? Forex ni nini? Unaambiwa kwamba unanunua labda ikiwa kwenye lowest price, unaona, una buy, unaona, ukiexpect itapanda thamani yake itakuwa iko high ili uweze kufanyaje kusell, unaona. Lakini kwenye masoko ya forex, kwenye soko la forex au kwenye hizi platform zetu tuna buy, muda mwingine tuna buy na muda mwingine tunafanyaje tuna sell. Unaona kwamba unaweza ukabai labda euro USD ikawa inaenda juu, afu vile vile kile kitendo cha kushuka chini ukafanyaje uka sell, unaona. Na maanisha ukibai euro USD ikaenda na juu, inamaanisha kwamba unakuwa una buy zile euro, unaona. Inamaanisha kwamba euro anakuwa iko strong, ndio maana unakuwa unafanyaje una buy, si ndio hivyo? Afu USD anakuwa yupo weak, unaona. Na ukiwa una sell inamaanisha euro anakuwa yuko weak, afu USD anakuwa yuko yuko strong ya euro USD, sio hivyo? Sasa ukija kwa logic ya kawaida, hiki kitendo kwamba tuna buy kitu ambacho kipo strong, value yake ipo kubwa, alafu tuna sell kitu ambacho value yake ipo kubwa, kipo strong, unaona. Kwa hiyo hii inakuwa kama ina confuse hivi, sio hivyo? Kabisa. Inakuwa kama ina confuse, wakati sisi tunategemea kwamba tununue kitu kiwa kwenye bei ndogo, tuje ukiuze kitu kiwa kwenye bei kubwa. Kwa sasa hii confusion ambayo inatokea hapa, au kitu ambacho tunakuwa tunakifanya hii ndio tunaita hii nini? Hii ni short selling. Unaona, hiyo ndio short selling. Kwa mara nyingi asilimia kubwa kwenye masoko ya forex, kitu ambacho kinafanyika huku kikubwa tunaita nini? Short selling. Kwa hiyo huku kufanya short selling ni rahisi bila masharti, lakini huku kwenye stocks
unaona short selling kwamba unahitaji uptick rule na margin account. Kwa hiyo unakuta kuna sheria, unaona. Yaani margin account inamaanisha kwamba uwe na account kubwa, kwa sababu margin unakuja kusoma huko mbele maana ya margin kwenye chapter ya 11. Unaona. Kwa hiyo vile vile uwezo wa kuingia sokoni kwenye masoko ya forex, unakuta unatumia mtaji mdogo tu unatosha kuingia sokoni. Hata $10 unaweza ukaanza kufanya trade, lakini mimi si recommend kuanza na mtaji wa $10. Vile huku kwenye masoko ya hisa unahitaji mtaji mkubwa, unaona, kwa hisa zenyewe zenye thamani, kwa sababu unaweza kukuta labda hisa za kampuni fulani unakuta hisa yake moja inauzwa labda $200,000 au $100,000 na vitu kama hivyo. Unakuta ni mtaji mkubwa, na wana limit kwamba mtu anunue kuanzia hisa 500 au hisa 100. Okay. Kwa hiyo unakuta inakuhitaji uwe na mtaji mkubwa kuweza kuparticipate kwenye masoko ya nini ya hisa, tofauti na masoko ya nini ya forex. Vile vile ushawishi wa taasisi haziwezi kulimiliki soko. Unaona kwamba hili soko la forex ni independent, kama tulivyosoma jana kwamba hakuna mtu ambaye anaweza no one can corner the market, unaona. Ila huku taasisi zinaweza kuathiri bei ya hisa moja. Kwa sababu gani? Unakuta taasisi fulani ikitokea tu changamoto fulani, unakuta labda hisa zake zinaporomoka na vitu kama hivyo. Yaani taasisi kama yenyewe ambayo inauza hisa zake inaweza ikaathiri bei ya nini ya soko. Okay. Bei ya hisa moja kwa moja, unaona. Kwa hiyo it's better kwa kwanza ukaanza kutrade nini forex, unaona, kwa sababu huku unaweza kuanza kwa mtaji mdogo, alafu then baada hapo ukaanza kujifunza sasa kwenye kuwekeza katika hisa, huku unaendelea kukuza mtaji, kwa sababu masoko ya forex na masoko ya hisa hayajatofautiana sana, yanatofautiana vitu vichache. Kwa hiyo ukiweza kutrade forex, it means kwenye haya masoko mengine itakuwa ni rahisi pia kufanya uchambuzi. Afu vile vile tunakuja kuangalia tofauti kati ya forex na hizi futures, unaona, ambao tumesoma jana. Unaona kwamba kwenye urahisi wa kwanza, huku ni rahisi sana kwa retail traders, huku ni ngumu, unaona. Afu vile vile uwezo wa leverage, unaona, huku kwenye masoko ya forex leverage mara nyingi asilimia kubwa mabroker wana offer leverage kubwa. Yaani leverage ambayo haitakiwi kuzidi 1:500. Hii ndio leverage ambayo iko standard worldwide, lakini japokuwa ukiangalia kwa huku Afrika brokers wanatuletea leverage mpaka 1:2,000, unaona. Na hii sana sana ipo kwa zile nchi ambazo forex haijawa regulated. Ila kwa wenzetu Kenya sasa hivi maximum leverage ni hii hapa 1:500, unaona. Ndio leverage kubwa, lakini huko kwenye futures leverage yake ni ndogo, chini ya hii hapa. Ndio maana wameandika kiwango cha nini cha wastani, unaona. Alafu vile vile huku unaweza uka manage risk, unaona. Kwa unaweza kumanage risk kwenye forex kwa kutumia stop loss pamoja na mambo ya risk management. Ni rahisi kumanage risk kwenye masoko ya forex, tofauti na kwenye masoko ya hizi futures, kwa sababu kunakuwa na mikataba ya muda mrefu, unaona. Kwa hiyo hatari inakuwa inakuwa ni kubwa, kwa sababu unaweza ukaingia mkataba kwa kununua labda kwa labda tani 20 labda kwa kila kilo labda kwa 2,500, alafu baadaye ule mzigo ambao ulikuwa unategemea kuupata baada ya miezi mitatu kaja nusu au kaja pungufu, unaona. Tayari hapo unajikuta umepata hasara na mkataba ulishaingia, unaona. Alafu kwenye uwezo wa kubadilika huku ndo vile biashara ya haraka, kwa sababu ya ya liquidity, unaona. Kwa hiyo unaweza kufanya scalping pamoja na day trading, even hata kuswing, unaona. Unaweza kuswing kwenye masoko ya forex, unaona. Lakini huku ni biashara ya muda mrefu zaidi, unaona, miezi na miezi, unaona. Gharama huku ni spread tu, lakini huku kunakuwa na ada za mikataba pamoja na na commission. Psychology ya trader kwenye masoko tofauti, unaona kwamba forex inakufundisha subira, nidhamu pamoja na kuchukua hatua haraka, ila hizi stock zenyewe zinakufundisha uchambuzi wa kampuni na uvumilivu wa muda mrefu, kwa sababu ili uweze kununua hisa lazima ufanye uchambuzi wa kampuni ili kujua kama hisa zake zitapanda au zitashuka. Ni kweli.
kwenye upande wa nini wa stock. Na kwenye futures hii huku inakufundisha mikakati ya muda mrefu pamoja na hedging ya nini, ya hatari. Hedging unaelewa maana yake? Hapana. Unaona, hedging kwa mfano labda unaingia kwenye pair labda ya euro USD, unaona, euro USD umeingia kubai, unaona, lakini ulivyo buy at the moment ukawa una wasiwasi, labda unahisi labda kama hii pair inaweza ikananiliu ikaseli, unaona. Kwa hiyo unaingia position ya kubai na kuseli kwa wakati mmoja kwa lot size ile ile, kwamba hapo umebai kwa lot size ya 0.1 na pia unaseli kwa lot size ya ngapi, ya 0. ngapi, 0.1. Kwa hiyo ule upande ambapo utaona soko linaelekea kama lina buy, basi unafunga hii position ya kufanya ya kusell, unaacha position ya kufanya ya kubai. Kwa hiyo hapo unakuwa umefanya nini? Umefanya hedging, unaona. Kwenye futures pia unaweza ukafanya nini? Ukafanya hedging, kwamba uliingia mkataba wa 2500 lakini baadaye unaona sawa umenunua kwa hiyo 2500 mzigo wako umefika, lakini unaona mbona kama siwezi nikananiliu kama huu mzigo nikitaka kuuza kwa bei hapa siwezi kupata wateja, na nikiendelea kukaa nao nitapata hasara. Kwa hiyo unaamua tu kuuza kwa bei hiyo hiyo ili mradi kuokoa nini, kurudisha mbele kwa upande wa nini wa futures. Forex ni soko lenye fursa nyingi, unaona, kwa sababu kunakuwa kuna liquidity kubwa, unaona. Gharama pia ni ndogo, urahisi wa kuanza, uwezo wa kufanya biashara saa 24. Hizi zote tumeziangalia kwenye faida za nini, za forex, unaona. Ndio. Stocks na futures zina faida zao, lakini zinahitaji mtaji mkubwa, unaona, pamoja na uelewa wa kina na muda wa kufanyaje wa kujifunza, unaona. Kwa hiyo it's better kuanza nini na hii forex. Unajifunza vizuri, alafu baada hapo unaanza kuanza mdogo. Forex ni soko la saa 24. Hii ni moja ya faida ya soko la forex, kwamba ni soko la masaa 24, kwamba tofauti na masoko ya hisa, unaona, ambao yanafunguliwa kwa saa chache tu kwa siku, unaona, ila soko la forex linafanya kazi masaa 24 kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, unaona. Kwa sababu sababu kubwa ambayo inafanya hili soko la masaa 24 ni kwa sababu dunia ina time zone tofauti, unaona. Kwa hiyo wakati soko la Asia linafunguliwa, unaona, wakati soko la Asia linafunguliwa, Ulaya unakuta linafanya linafungwa, unaona, na Marekani unakuta linafanya linaanza, unaona. Kwa hiyo unakuja kujikuta kwamba hakuna wakati mmoja ambapo masoko yote ya dunia yanakuwa yamefungwa. Kwa sababu ya nini? Ya time zone tofauti. Kwa sababu gani? Unaweza kukuta sasa hivi kwetu sisi huku labda ni usiku, unaona, ila Marekani wenzetu kule ndo kumekucha, kazi zimechanganya, yani kwao kule ni mchana, yani midai, unaona. Kwa wale kule wapo nini, wapo kazini, kwa hiyo soko lao lipo open, unaona. Au labda huku ni usiku, kwingine unakuta ni asubuhi, kwingine unakuta ni jioni, hivyo. Kwa hiyo unajikuta soko linazunguka tu masaa 24 kila siku. Okay. Sasa kwenye forex kuna session, unaona, session za kutrade, unaona. Kuna session kuu 3, unaona. Hizi ndio session za msingi sana, kuu 3. Ila ziko session 4 pamoja na nini na Sydney, unaona. Ila Sydney hatuiangalie sana, ila session ambazo ni kuu ambazo mtu anaweza kwa trade ni hizi hapa 3. Kuna Tokyo session, unaona, kuna London session ambao ndio Ulaya, alafu kuna New York session ambao ni nini, ni Marekani. Kwa hiyo tukianza na Tokyo session ambayo ni Asia, hii ni Tokyo session yenyewe inafunguliwa kuanzia saa 9, unaona, kamili alfajiri, unaona, mpaka saa 6 kamili mchana, unaona. Yani saa 9 ya usiku ndio muda wa Tokyo session unafaje unaanza. Kwa hiyo pea maarufu za muda huo ni pea za JPY. Pea zote zenye JPY muda huo zinakuwa na liquidity kubwa, unaona, pamoja na volatility inakuwa ni kubwa, unaona. Soko ni tulivu, linafaa kwa scalping na breakout traders, unaona. Kwa hiyo muda huu unaweza ukatrade hizi pea zote za JPY kuanzia saa 9 alfajiri mpaka saa 6 kamili mchana. Baada hapo inafuata hawa breakout traders ni kinyume cha scalping. Breakout traders hapana. Breakout traders ni unakuta wale ambao wanatumia support and resistance, kwamba
labda hii hapa ni zone yako ya support, market imekuja imebounce, kama inanili imebreak, imekuja imeretest, ameingia kufanyaje ku sell. Hao ndo tunaita breakout nini, breakout traders. Kwa hiyo ndo inavyo. Okay. Alafu tuna hii London session. Unaona hii London session yenyewe inafunguka saa 4 kamili asubuhi. Unaona? Mpaka saa 1 jioni. Unaona? Saa 1 jioni ndio London session inafungwa. Yaani tukisema huu saa 9 kamili alfajiri, hii inamaanisha kwamba kule wenzetu bara la Asia, huu ndio muda ambao unakuwa unafanyaje, wanaamka, yaani ndio kucha wanaanza kwenda makazini, ambapo huku kwetu inakuwa ni saa 9 usiku. Unaona? Ila wao kule kunakuwa kumeshafanyaje, kumekucha. Na hii London session yenyewe inaanza saa 4 kamili asubuhi. Yaani huu ndio muda, sisi kwetu huku ni saa 4 asubuhi, ila wao kule ndio kupana kucha. Sasa ndio muda ambao wanaamka wanaanza kwenda nini, makazini. Kwa hiyo inaenda mpaka saa 1 jioni. Unaona, muda ambao wanaingia sasa wao kulala, ndio session yao inakuwa inafanyaje, inafungwa. Na hii ni saa 6 mchana, muda ambao wanaingia wao kufanyaje, kulala. Unaona, au muda ambao wanarudi wao makazini, ndio unakuta muda wao unafungwa. Kwa hiyo unakuta sasa kuanzia saa 4 mpaka saa 6 unakuta kuna kitu nakiita session overlap. Inamaanisha kuna session ya London inakuwa iko open na session ya Tokyo inakuwa iko nini, iko open. Unaona, kwa hiyo muda huo, muda wa London session pia, kwa sababu session ya Tokyo inakuwa iko wazi, sio hivyo? Kwa hiyo hata pair ya Euro JPY unaweza ukafanyaje, ukaitrade. Unaona, kwa sababu Euro ni session ya nini, ya Ulaya. Unaona, ya London. Lakini JPY ni ya nani, ya huku Asia, Tokyo session. Kwa hiyo hizi hapa unaweza kufanyaje, ukatrade muda huo. Lakini pia maarufu wakati wa London session, sasa tunapozungumzia London kama London session, unaweza ukatrade Euro USD, GBP USD, USD CHF, yani pia zote za Euro na USD unaweza ukatrade. Unaona, wakati wa nini, sasa pia za Euro Pound, unaona, na hizi USD CHF unaweza ukatrade wakati wa nini, wa London session, kwa sababu kunakuwa na liquidity kubwa, unaona, na mabadiliko ya bei yanakuwa ni makubwa. Alafu tunakuja hii New York session ya Marekani, ambayo inaanza saa 9 jioni, unaona, inaenda mpaka saa 6 usiku. Unaona, saa 6 kamili usiku. Unaona, kwa mfano kama sasa hivi hapa saa 5, kwa hiyo sasa hivi bado tupo kwenye session ya nini, ya New York, ambayo ndio session ya mwisho. Kwa hiyo unakuja kujikuta kwamba kuanzia saa 9, unaona, mpaka labda saa 1 kamili unakuta kuna session mbili ambazo zinakuwa zinafanya zina London. Tunakuwa tuna London overlap, unaona, na pamoja na New York overlap. Hizi session mbili zinakuwa zinafanya zime overlap. Kwa hiyo unaweza ukatrade Euro USD, GBP USD, USD CHF, unaona, ukatrade USD CAD, Euro USD, GBP USD, hivyo kwenye huu hapa nini, kwenye huu muda wa nini, wa London na New York overlap. Tutakuja tutaangalia hapa mbele. Unaona, tunaita overlap ya session. Unaona, wakati session mbili zinapokutana, soko linakuwa, unaona kwamba Tokyo London unakuta ndo saa 4 mpaka saa ngapi, mpaka saa 6. Unaona, kwa sababu Tokyo sessions inaanza saa 9 kamili alfajiri mpaka saa 6 kamili mchana, hivyo. Kwa hiyo kuanzia saa 4 ambapo inafunguka London mpaka saa 6 kunakuwa na session mbili. Unaona, kwa hiyo hapa unakuta kunakuwa na volatility kubwa sokoni na volume kubwa sokoni. Ndio maana wanasema mabadiliko ya bei huanza kuongezeka, na ndio maana unakuta soko linakuwa lina move kwa speed sana. Unaona, alafu vile vile kuna London New York, unaona, ambayo inaanza saa 9 jioni mpaka saa 1 jioni. Unaona, hii kunakuwa na liquidity kubwa, nafasi nyingi za nini, za biashara, kwa sababu kunakuwa kuna session overlap, session mbili ya London na nini, na New York. Kwa hiyo nasema kama mwanafunzi kufanya biashara wakati wa London New York overlap, inamaanisha muda mzuri wa kutrade, muda mzuri sana wa sisi kutrade ni kuanzia saa 9 nini, saa 9 jioni mpaka saa 1 kamili jioni. Huu unakuwa ni muda mzuri sana wewe kufanyaje, kutrade. Unaona, kwa sababu kunakuwa na session overlap, kwa sababu kunakuwa kuna liquidity kubwa na opportunity nyingi za nini, za biashara. Lakini pia unaweza hata ukatrade muda wa hizi sessions zinapokuwa zina overlap, ni muda mzuri sana wa kutrade. Hata Tokyo London inapokuwa ina overlap pia ni muda mzuri wa kutrade, kwa sababu unaweza ukatrade pia za Euro USD, GBP USD, zinakuwa zinaenda labda Euro JPY, GBP JPY, zote zinakuwa zinakubali muda kwenye hii session overlap ya Tokyo London. Okay. Yeah. Naona sasa kuna kitu kingine ambacho tunatakiwa ukizingatie siku bora za wiki kufanya nini, kufanya biashara.
Unaona, mara nyingi siku za Jumatatu kunakuwa market inakuwa high move sana sokoni, kunakuwa na consolidation nyingi. Unaona kwamba soko linaanza taratibu consolidation. Unaona soko linakuwa halitembei kwa speed. Unaona consolidation si muda mzuri. Kwa nini? Kwa scalping, kwa sababu unakuta market muda mwingi inatumia kufanya ranging pamoja na consolidate siku ya Jumatatu, ila kuanzia Jumanne hadi Alhamisi ndio unakuta ndio muda ambao kama market ilikuwa kwenye uptrend, market ina buy tu. Kama kwenye downtrend inakuwa kwenye downtrend tu, inaendelea kusell. Au kama ndio ilikuwa imefika peak inataka converse, basi market ikianza kusell inaanza kusell vibaya mno. Unaona, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ni siku ya Jumanne hadi Alhamisi. Hii ni siku bora kwa biashara, soko lina nguvu na mwelekeo ambao unaeleweka. Ila Ijumaa sio nzuri sana, unaona, kwa sababu soko linawahi kufungwa, ndio siku ambayo soko linafungwa. Kwa hiyo unakuta watu wengi pia unakuta wanawahi kutoka wapi? Kutoka sokoni. Kwa hiyo kama umeingia Ijumaa utakiwa pia hold trades muda mrefu. Ukiona tu target yako imefika, basi ni kutoka na kuenjoy weekend. Okay. Labda uwe ni swing trader. Japokuwa pia hata kama Jumatatu ikitokea umespot opportunity sokoni, ukatazi kutrade, unaweza ukafanyaje? Ukatrade. Nimekuelewa. Muda bora na mbaya wa kufanya biashara. Muda mzuri wa kufanya biashara ni wakati wa overlap, yani ni session hii tumeshaliongelea. Unaona, alafu vile vile wakati zile news au fundamentals zinakuwa zinatoka mida ile pale. Kama unakuwa sasa, hii utakiwa kuingia muda ule ambao news zinakuwa released, inabidi uingie labda nusu saa kabla au dakika 15 kabla, au umechelewa sana dakika 5 kabla ya news. Ni muda mzuri sana wa kuingia wapi? Kuingia sokoni, kwa sababu kunakuwa na volume kubwa sokoni na liquidity kubwa wakati wa nini wa news. Na vile vile wakati wa liquidity kubwa ambao hii ni sawa sana na ule muda wa news pamoja na wakati wa nini wa session, kunakuwa na liquidity kubwa. Na muda mbaya ni usiku. Unaona, usiku wa sasa kwenye Sydney session ambayo atakuitaja, au wakati wa Asian session una trade zile pair ambazo hazina JPY. Na kwenye Sydney session kuna pair hizi za naniliu za Audi hizi. Unaona, pair za Audi pia unaweza ukazitrade, Audi pamoja na NZD. Unaona, unaweza zinakubaliki kwenye wakati wa Sydney session. Unaona, kama sikosei. Unaona, kwa hiyo obviously tustiki tu na hizi pair ambazo unaweza ukazitrade muda ambao uko macho kwa active, kwa sababu huwezi kujitesa ukashindwa kulala eti kwa sababu unasubiria confirmation au pair fulani trade. Ndio. Alafu vile vile wakati wa sikukuu au likizo, ukiwa na sikukuu au likizo za kimataifa pia hutakiwi kufanyaje? Kutrade. Unaona, alafu vile vile kukiwa hakuna volatility sokoni, low volatility, pia hutakiwi kufanyaje? Kutrade, kwa sababu inakuwa unaweza ukajikuta unapoteza. Hapo nataka niulize swali. Ndio. Kwenye kutrade kwenye news hapo ni bora kuingia before news haijatoka nusu saa au umechelewa sana dakika 5 nyuma. Utakuwa umejuaje kama news hii ikitoka itanambia, yani news utaendana nao, utakuwa umejuaje? Kwenye upande wa kutrade news, mimi ninachokuwa nakifanya based na experience, so mimi huwa si trade news. Unaona, ila mimi ninachokuwa nafanya, mimi nafuata technical analysis inachokuwa inaniambia. Unaona, hata kuingia naingia kwa confirmation ya nani? Ya technical analysis. Kwa hiyo unaweza kukuta confirmation nyingine nimeipata nusu saa kabla ya ile news kufanya kutokea, au saa kabla ya ile news kufanya kutokea. Unaona, ila sio kwamba uoga nasema kwamba mimi na analyze news hapa. Unaona, mimi nafuata technical analysis. Unaona, kwa hiyo kama sijapata confirmation haina haja ya mimi kufanya kuingia sokoni. Yeah. Hapo sawa. Nimekuelewa. Biashara ya asubuhi huleta utulivu wa akili, unafanya maamuzi kwa busara. Biashara ya usiku inaweza kuleta uchovu na tamaa. Epuka kufanya biashara ukiwa umechoka. Jifunze kupanga ratiba yako ya biashara kulingana na muda unaofanya kazi vizuri kiakili. Unaona, kwa hiyo
tutrade ule muda ambao mwili unakuwa upo active. Kwa sasa asubuhi, mida ya London session na mida ya New York session, kwa sababu ni muda ambao unakuwa upo active, tofauti na ile usiku. Usiku mara nyingi unajikuta umechoka, unaweza kujikuta unaingiwa na tamaa, au muda mwingine ndo vile unafanya maamuzi tu based kwa hisia, kwa sababu unakuwa umechoka, unaingia tu ili mradi. Ndio. Okay. Forex ni soko la masaa 24. Hii ni yale tumarudio. Jinsi ya kusoma bei ya forex, how to read a forex quote. Unaona, hii na yenyewe pia ni kama marudio, kwa sababu pia na yenyewe tulishaisoma. Unaona, forex quote ni namna bei ya jozi ya sarafu inavyoonyeshwa sokoni. Unaona, inakuambia ni kiasi gani unahitaji sarafu ya pili ambayo tunasema ni quote currency, ili kupata sarafu ya kwanza ambayo tunasema ni nini? Ni base currency. Mfano, labda euro USD ni sawasawa na $1.10. Hii inamaanisha kwamba euro moja ni sawasawa na $1.10. Kwa hiyo ili upate hapa tunasema ni kiasi gani unahitaji sarafu ya pili. Unaona, ambapo sarafu ya pili ni huku nini? USD. Ili upate euro moja unahitaji $1.10. Kwa hiyo thamani ya euro moja ni sawasawa na $1.10. Kwa hiyo $1.10 zinahitajika ili kupata euro moja. Ndio alichokimaanisha hapa kwenye nini, kwenye hii statement. Unaona, kwa hiyo base currency tunasema hii ni sarafu ya kwanza kwenye pair. Kwa mfano kwenye euro USD, hii euro ndio inakuwa ni base currency, na quote currency ni ile sarafu ya pili kwenye pair. Mfano USD kwenye euro USD. Unaona, kwa hiyo kwenye forex kitu ambacho unanunua na kuuza ni base nini, currency, dhidi ya nini, ya quote currency. Kwamba sijui buy euro USD, sijui sell euro USD, buy GBP USD. Pale unachokuwa una buy na kusell ni hizi base currency dhidi ya nini, ya quote currency. Yes. No. Tukisema long ni misamiati ambayo tayari tulishaispitiaga huko juu. Tukisema long inamaanisha nini? Ni buy. Na tukisema sell inamaanisha nini? Tukisema short position inamaanisha nini? Ni sell. Kwamba long unanunua base currency ukitarajia bei ipande, na short unauza base currency ukitarajia ifanye ishuke. Unaona, kwa hiyo hizi ni terminology ambazo ni za msingi sana kuzielewa pia. Unaona, bid, ask na spread pia na yenyewe tulishaisoma, nadhani unajua maana yake. Unaona, bid price, bei ambayo broker atanunua kutoka kwako, na hii hapa ask price, bei ambayo broker atauza kutoka kwako. Kwa hiyo tofauti kati ya bid na ask tunaita nini? Ni spread. Yes. Unaona, kwa hiyo jinsi bei inabadilika au vitu ambavyo vinapelekea bei kubadilika ni hivi hapa, kwamba ni habari za kiuchumi ambazo tuliziangalia huko mwanzo. Unaona, bei zinabadilika au masoko bei zake zinabadilika kutokana na nini? Viwango vya riba, unaona, ambavyo vinakuwa vinapangwa na benki kuu. Unaona, sentiment ya soko pamoja na mvutano au nguvu ya supply na nini na demand. Unaona, ule mvutano kati ya wanaonunua na wanaouza. Hivi ndio vitu ambavyo vinachangia au vinaathiri movement ya soko, movement ya nini, ya market. Kwa hiyo hivi ni vitu vya kuzingatia, kwamba unatakiwa usome price kwa utulivu. Unaona, wakati uko unafanya analysis. Unaona, pia lazima pia ujifunze kufanya uchambuzi wa soko, kuangalia kwa kusoma candles. Unaona, the way jinsi market inapokuwa inafanya ina move pamoja nini na price action, ili kuweza kuelewa mabadiliko, namna bei ambayo inakuwa inaeleweka, na uweze kufanya maamuzi sahihi au maamuzi mazuri wapi, sokoni. Kwenye sura ya 11 sasa tunaingia kusoma kitu tunachokiita margin, pips, lots pamoja na nini na leverage, kwa sababu hivi pia ni vitu ambavyo tumekuwa tukivitajataja huko nyuma. Kwa hiyo na wenyewe pia nafikiri kwa wewe pia sio mgeni sana. Ndio kweli. Margin trading maana yake ni kufanya biashara kwa kutumia mkopo mdogo, unaona, kutoka kwa broker, ili kudhibiti nafasi kubwa
sokoni. Unaona kwamba margin trading, wewe una mtaji wa dola 10. Unaona hii ni mtaji mdogo, unaona mtaji wako mdogo, lakini kupitia hii dola 10 unaweza ukafanya margin trading. Kufanya margin trading ni kwamba broker atakupatia wewe nini, leverage. Unaona hii leverage ndio itakao kuwezesha wewe, kama itaboost mtaji wako wa dola 10, unaona, ili uweze kutrade, unaona, position kubwa. Unaona ndio hapa anasema kudhibiti, unaona, nafasi kubwa wapi, sokoni. Unaona kwamba unahitaji kuweka kiasi kidogo tu cha pesa. Margin ni kama mtaji uliokuwa nao, unaona, ambao hii inakuwa ni kama dhamana. Unaona kwamba unaweka dola 10 ambao ni kama nini, kama dhamana. Then broker yeye anakupa uwezo wa kufanya biashara kubwa kuliko mtaji wako kwa kupatia nini, kitu tunachokiita nini, leverage. Kwa hiyo leverage kwa maana nyingine tunasema ni kama mkopo ambao broker anakukopesha kwenye ile nini, kwenye ile dhamana yako ambao unakuwa umefanyaje, umeiweka. Okay. Yani margin tuseme kama unavyoenda kukopa benki, sio hivyo, unaenda kuhitaji labda milioni 20. So utataka dhamana. Unaona? Dhamana unaweza kuweka nini, nyumba. Kwa hiyo ile nyumba ndio inakuwa kama nini, margin yako. Unaona, alafu mwisho wa siku wale watakuboost kwa kukupa nini, leverage, ambao baadaye lazima utafanyaje, utairudisha. Wewe utabaki na nani, na nyumba yako pamoja na faida ambayo umeitengeneza kupitia ile leverage ambayo benki inakuwa imefanyaje, imekupa. Nafikiri kwa kutumia huo mfano na kwa unakuwa umenielewa vizuri. Ndio. Yaani ukienda kukopa benki, ukaenda kufanya biashara, hata umekopa milioni 10, alafu ukafanya biashara ukatengeneza faida hata milioni 100, wao utawarudisha labda hela yao na riba kidogo tu. Unaona? Alafu ile faida nyingine ambayo inabaki inakuwa ni nini, ni ya kwako. Sasa ili upate huu mkopo wa benki lazima uwe na nini, na margin ambao ndio kama nini, dhamana ambao unaweza kuweka nyumba, kiwanja, nini na kitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwezesha kufanya biashara kubwa kuliko mtaji wako halisi. Unaona? Kwa hiyo ukiwa na dola 100, unaona, na leverage ya 1:100, labda let's say broker umechukua leverage ya 1:100, unaona, hii unaweza kudhibiti biashara ya dola ngapi, dola 10,000. Unaona, yani hii dola 100 leverage ya 1:100 inamaanisha kwamba kwa kila dola 1, unaona, kwa kila dola 1 yeye broker atakuongezea au atakupa nini, nini, atakuongezea dola ngapi, dola 100. Hii ndo maana ya leverage ya 1:100. Kwa sasa ukiweka hii hapa dola 100 yako kama dhamana, margin yako ya dola 100, unaona, yeye broker atakupa ngapi? Unaona, kwa hiyo hapa ndo unafanya unazidisha, that's why imekuja ngapi, 10,000. Unaona, kwa hiyo hata kama broker akakupatia labda au leverage ya ngapi, ya 1 ngapi, 2,000, unaona, wewe umeweka dola 10, unaona, inamaanisha kwamba kwa dola 10 wewe unaweza kudhibiti biashara. Kwa hiyo ukichukua hiyo 2,000 mara ngapi, mara 10, unaona, ambayo inakuwa na sawa sawa na ngapi, na 20,000, sio hivyo? Unaona? Kwa hiyo mtu ambaye ana trade labda kwa mtaji wa dola wa dola ngapi, yani unaweza ka trade sawa na yule mtu mwenye mtaji wa dola 20,000 kwa dola 10, kwa dola 10 yako. Okay. Kwa hiyo nafikiri tumeelewana hapo kwenye mambo ya margin, leverage pamoja na margin trading. Unaona? Pips ni nini? Pip ni kipimo cha mabadiliko ya bei, unaona, ya currency pair, unaona, au jozi ya nini, jozi ya sarafu. Unaona, kwa hiyo ile mabadiliko ya bei, kwamba bei price inavyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, yale mabadiliko yanakuwa counted kwa mfumo wa nini, wa pip. Unaona? Kwa hiyo kwa pair nyingi, unaona, pip ni mabadiliko ya namba 4, namba ya 4. Unaona, namba ya ngapi, ya 4 baada ya nini, ya desimali. Unaona, kwa USD JPY au pair za JPY, unaona, pip ni namba ya 2 baada ya nini, ya desimali. Unaona, kwa maana kwamba labda mfano price imemove kutoka 1.1 mpaka ikaenda kwenye 1.1001. Unaona, kwa sababu kwa pair nyingine zote, unaona, ni namba ya 4. Unaona, baada ya desimali namba hii ya 4, hii ndio pip. Kwa hiyo ikibadilika, kama hapa ingeenda 2 au ingeenda 3, huko nyuma ingekuwa ni 3 pips au 2 nini,
2 pips, unaona. Lakini kwa vile imebadilika kwa moja, inamaanisha inakuwa ni 1 nini, ni 1 pip, unaona. Ila kwa pea za JPY tunasema ni namba ya ngapi? Namba ya pili, unaona, kwa sababu JPY unaweza kukutana labda na hii price imemove labda kutoka 11 0.00 mpaka 11 0.001. Kwa hiyo ile namba ya pili, unaona, baada ya desimali ndio nini, ndio tunasema ni pip. Kwa hiyo hata kama ingekuwa ni hivi, price imetoka 11 0.00, unaona, imeenda mpaka labda 11 0.11 labda 0 hivi, unaona. Kwa hiyo haya mabadiliko yaliyobadilika huku inakuwa ni sawa sawa. Hii ilikuwa ni pip moja, hapa imekuwa ni pips ngapi? 110. 110 inamaanisha hapa ni pips 11. Unaona, ndio inavyokuwa zinabadilika hizi kwa pea za nini, za JPY. Unaona, pips hutumika kuhesabu faida au hasara ya nini, ya biashara. Unaona, alafu kuna kitu tunakiita lot, unaona. Alafu hapo kwenye pips sasa hapo kuna pea zingine unakuta zenyewe zinakuwaga baada ya desimali kunakuwa na namba 2 tu. Pale sasa tunahesabia vipi pale pips? Mfano ni pea gani? Mfano kama gold. Alafu kuna ile oil na oil. Sasa zile ni special case. Hiyo gold pamoja na oil. Of course gold sio ngumu sana, pamoja na oil sio ngumu, ila utanikumbusha, tutakuja kuzizungumzia mbeleni huko. Unikumbushe. Gold pamoja na nini na oil. Na zenyewe sio ngumu, kuna mabadiliko madogo tu. Sasa naona hapa muda umetutupa mkono. Na ilipaswa tupige hii lot size, tupige leverage, tupige hatari ya leverage na margin. Sasa muda uliobakia hatuwezi tukamaliza hivi vitu. Kwa hiyo kesho nafikiri kwenye kipindi cha kesho tutaanzia hapa kwenye pips. Nafikiri ndo tutapiga na kwenye hicho kipengele ambacho umenigusia hapo ya gold pamoja na nini na US oil. Gold pamoja na US oil tutaanzia hapo, afu tutamalizia, tutapiga na chapter nyingine. Poa.